Je, hii ndio sababu ambayo inasababisha au inapelekea vilabu vyetu kushindwa kufanya vizuri kwenye michuano ya ngazi za vilabu kimataifa, au kuna sababu nyingine? Sisi Data Sports tumefanya utafiti kwa maana ya research na kugundua baadhi ya sababu ambazo pengine inasababisha hawa wababe wetu kutoka nchini Tanzania kwa maana ya Simba, Yanga na vilabu vingine ambavyo kwa nyakati tofauti vinashiriki michuano ya ngazi za kimataifa kushindwa kufanya vizuri, na hata ikitokea kufanya vizuri basi inakuwa ni mara moja, lakini kwa misimu mingi wamekuwa wakisuasua. Sababu zote tuko nazo hapa, mimi Alois Sagara pamoja na Florence Renatus tutakupitisha kwenye sababu moja hadi sababu nyingine na kutambua wapi ambako kuna tatizo au mzizi wa tatizo unaanzia wapi. Lakini taarifa njema zaidi ambayo nataka kukujuza hivi sasa ni kutoka Jaba Air Solution, mabingwa kabisa wa kusafirisha bidhaa kutoka Guangzhou, China. Ndani ya siku moja unajipatia bidhaa yako ambayo umeiagiza kutoka Guangzhou, China, itakuwa tayari imefika nchini Tanzania. Je, uko Dar es Salaam au huko nje ya mkoa wa Dar es Salaam? Basi namba zao zinapita hapo chini, unaweza kuwatafuta Jaba Air Solution kwa bei rafiki zaidi, ukaweza kusafirisha mzigo wako kutoka Guangzhou, China ukakufikia popote ulipo. Mabingwa wa kufanya kazi hizo si wengine bali ni Jaba Air Solution. Florence Renatus, tuko na mjadala mzuri sana kabisa. Tunataka tuangazie sababu ambayo inapelekea vilabu vyetu hivi ambavyo kwenye michuano ya ndani tunaviona ni vilabu venye upinzani mkubwa, vinakuwa na utawala wake, lakini ukija kimataifa tunaanza kufanya zile hesabu za vidole, haswa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Hivi sasa tunavyozungumza, Tanzania, timu ambayo ina uhai na uhakika wa kusonga walau mbele kwa maana kwenda hatua ya robo finali ni timu moja tu. Nyingine Azam FC bado ina mlima mrefu wa kupanda. Hata kama akishinda mchezo wake wa mwisho, basi kinachokuja kumhukumu ni idadi ya mabao ya kufunga na mabao ya kufungwa. Unaona bado vilabu vyote vina struggle sana kutoka hatua ya makundi kwenda hatua inayofuata. Sasa sisi tumefanya utafiti, tukaona baadhi ya sababu ambazo zinapelekea pengine vilabu vyetu kushindwa kuwa na upinzani mkubwa wanapokutana na hawa Giants kutoka ligi nyinginezo. Na tukasema sababu kubwa kwanza ni wachezaji ambao hivi vilabu vyetu vinakuwa vinawasajili au vinakuwa nao. Kwa maana hii kwamba vilabu vyetu vinafanya sajili za wachezaji wazuri, lakini ni wachezaji wazuri wa daraja la kati. Unamzungumzia Mamelodi, unamzungumzia Al Ahly, unamzungumzia Wydad, Pyramids, ni vilabu ambavyo vilabu vyetu kutoka Tanzania wanakwenda kukutana navyo kwenye michuano ya kimataifa, na mwisho wa siku vilabu vyetu vinakuwa vina struggle zaidi kufanya vizuri. Ni kwa sababu hivyo vilabu vingine vinakuwa vimesheheni wachezaji ambao ni wa daraja la juu, yani ni wazuri lakini wa daraja la juu. Sisi tuna wachezaji wazuri wa daraja la chini, na ndio maana inapokuja michuano hii ya ngazi za vilabu kimataifa tunakwama. Hoja nzuri ambayo yani ukiweka hivi, yes, unaona inaleta mantiki, lakini bado tunakuwa. Yes. Bado tunakuwa. Yani hatujafika hiyo level ya Mamelodi. Mamelodi unamzungumza hapa mwenyewe anasubiri atafuge mia mwisho ndo awe na uhakika kwenda robo finali. Tena MCL huyo ndo anaenda kukutana naye ambaye Young Africans alikutana naye. Kama kawaida MCL anaendaga kutafuta alama moja tu aende zake robo finali, wakati Mamelodi mwenyewe anatafuta alama tatu aende robo finali. Ambaye labda umemzungumza hapo ana uhai, yani muonisho wa mkubwa sana ni Pyramids. Nadhani ana 11 kama sio 12 alama. Na game ya jana alishinda dhidi ya Rivers United. Ukimtoa hapo Al Ahly Nationals unamwona yeye mwenyewe ana struggle. Esperance wamemfukuza kazi Maha Kanzari, kocha wao mkuu. Timu gani nyingine? Yani ndo timu ambazo mwangalie Simba Sports Club alivyo struggle kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Inawezekana kutafuta wachezaji kutoka nje inaweza ikatuongezea kitu. Yes. Kwa maana ya kuwa na wachezaji bora ambao wanaweza wakaleta ladha ya ushindani mkubwa kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Yes. Lakini changamoto nyingine ni issue za kiuchumi, kwa maana ya vilabu vyetu tunasema viko fixed kwenye eneo fulani, kwenye eneo la fedha. Yes, yani sio kila mchezaji wanayemuona wanaweza wakamchukua kama ambavyo sisi tunawaza. Kumpambania na wamajante ambao mara nyingi wanakutana nao kimataifa. Inatokana pia na uwekezaji ambao umefanyika katika hiyo klabu. Yes. Mfano kizungumzia Mamelodi Sundowns ni klabu ambayo inamilikiwa na mtu mwenyekiti wa ni klabu inamilikiwa na rais wa CAF ambaye sasa hivi kamwachia kijana wake ndo anayoiendesha baada ya kuwa
rais wa shirikisho. Ukija kwa Al Ahly National, ni club ya muda mrefu sana. Ina muda mrefu sana. Tiketi ambayo huku watu wa Tanzania wanalipa shilingi 5,000 hadi 10,000 kwenda kuangalia mechi. Kule Mamelodi kule Al Ahly mtu analipia hadi 50,000, 60 hadi 100,000 kwa mechi moja tu. Jezi hii huku inauzwa kwa shilingi 45,000. Kwa Mamelodi jezi unakuta, kwa Mamelodi Al Ahly unakuta jezi inauzwa 200,000, 300,000 jezi moja. Sio inaelewa vizuri. Kwa hiyo ukija kwenye issue ya kiuchumi, unavielewa vilabu vyetu kwamba bado hawajafikia katika ile situation ya kwamba sasa wanahitaji mchezaji wa bilioni 5. Sikumbuki hata kuna mchezaji hata wa milioni 600, 700 anasajiliwa Tanzania. Anasajiliwa Tanzania. Usijui unaona namna gani ambavyo kuna gap. Ni issue ya investment. Bado investment haijawa kubwa hivyo kuwapa fursa viongozi wa hizi timu kuweza kutafuta wachezaji wakubwa kutoka nje. Lakini kipindi tunafanya sessions asubuhi, nadhani tuligusia issue moja ya kuhusiana na uzalishaji wa wachezaji kutoka ndani ya academy zetu. Simba na Yanga wana academy zao. Sasa ubaya zaidi ni kwamba hawaziamini academy zao na hazijawahi kuwanufaisha. Yaani mchezaji wa mwisho kutolewa kwenye academy ya Simba na Yanga kote ukijumlisha ni Clement Mzize. Simba wenyewe hawajawahi kutoa. Sikumbuki mara ya mwisho, ni mwenyewe pia sikumbuki. Tuseme miaka 5 sasa. Sikumbuki mchezaji ambaye alishaitoka kwenye academy ya Simba akaja akaichezea. Au yule Salim Katoro, golikipa yule. Sikumbuki kama Salim Katoro alikuwa kwenye academy ya Simba. Okay. Siwezi tukaguarantee hilo. Lakini mchezaji wa mwisho kwa Young Africans Clement Mzize. Ndio huyu hapa hivi. Licha impact ambayo kashawaonyesha mpaka sasa hivi, lakini still bado kuna watu hawatolewi kule chini wakaletwa juu. Sasa ukiangalia Mamelodi, achana sana Mamelodi, Al Ahly National, Zamalek, Pyramids. Timu yao nyingi zinaundwa na wazawa. Na wazawa sio kwamba wanawachukua kutoka nje, wengi wao wanatoka katika zile academy zao. Sinaelewa vizuri. Sasa kuja kwa Simba na Yanga sio tamaduni hiyo. Na hapa sasa ndo tunarudi kwenye ile team identity. Sinaelewa. Yaani kwenye team identity pia tulizungumza kuhusiana na kariba ya timu katika kuwa na wachezaji kwenye timu huwa inafanyeje? Inachukua kutoka kwenye academy au inasajili kutoka nje? Ndio kukupa mfano mzuri kwambia Barcelona haina tabia kusajili wachezaji wa majina makubwa. Wao ifanye hivyo. Mara nyingi wao inatengeneza wachezaji wao ndio wakina Lionel Messi nao. Mtu kama Puyo amecheza Barcelona mpaka ameshia pale, Xavi Hernandez, wakina Andre Iniesta, Lionel Messi. Wengi ukiangalia wametoka pale Barcelona, wamecheza Barcelona, wameshia pale, wameondoa kina Gerard Pique, wachezaji wengi sana. Leo tuna kina Lamine Yamal, tuna kina Gavi, kina Pedri hawa. Waangalie walipotoka hao wote. Ukija kwa Real Madrid, utaambia Real Madrid ina tabia kusajili wachezaji kutoka nje tena wenye majina makubwa. Ni kaida ya Real Madrid. Walishamchukua Gareth Bale kutoka Tottenham, Luka Modric kutoka Tottenham, shamchukua Cristiano Ronaldo kutoka Manchester United, wakina Karim Benzema hawa wote, kina Tommy Kroos kutoka Bayern Munich. Yaani ndio maisha ya Real Madrid. Kwamba yani wenyewe kwenye swala la kuwa na wachezaji wana tabia wanachukua wachezaji kutoka nje, ndio maisha yao. Sasa ukija kwenye karba ya wachezaji ya timu hizi za Uarabuni, njia yao nyingine ya kutengeneza timu zao bora ni kupitia kuchukua wachezaji kutoka katika academy zao. Ndio hao wamekuwa leo hii wanakuja wanasumbua. Leo mtu kama Shoba anaanza mbele ya El Shanawi. Lakini mwangalie Shoba katoka hapo katika klabu ya Al Ahly. Leo hii ni golikipa namba 2 kwenye timu ya taifa ya Misri. Kwa hiyo ukija kwenye Simba na Yanga, sio maisha yao hayo. Simba na Yanga imeshazoea kutafuta wachezaji ambao ni MVP kutoka vilabu vingine. Ukizungumzia wachezaji wanaoletwa ni MVP, wanaweza wakakompiti vizuri kwenye ligi ya ndani. Lakini ukisema uwachukue wapeleke kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, kuna baadhi ya matches wakikutana nazo zinakuwa tafu sana kwa upande wao. Mwangalia Alan Okello alicheza vizuri game za ligi kuu, lakini zimekuja game 2 za Champions League, unamwona kabisa Alan Okello timu aliyokuwa anacheza ilikuwa impi level kubwa sana ya ushindi. Yaani ilikuwa impi nafasi ya kukutana na timu ambazo zinamchallenge sana. Ila amefika kwenye timu ambayo inaenda kucheza na timu ambazo zinamchallenge sana. Alan Okello umemuona performance yake namna inavyokuwa. At the same time, at the point mnafika mnasema mchezaji wa kawaida sana. It's okay. Yaani mtu anaweza akazungumza hivyo unamuelewa. Lakini hiyo sasa ndio falsafa ya Simba na Yanga. Hiyo ndio utamaduni wao. Hiyo ndio identity ya Simba na Yanga. Sio wachezaji ambao watawachukua kutoka chini. Hawana muda wa kutafuta mchezaji kutoka chini kuja juu. Wanahitaji kuchukua wachezaji kutoka nje. Sasa ukiwaweka vizuri unaona wako fixed katika eneo la kiuchumi, kwa maana ya
unaweza ukawashauri wachukue wachezaji kutoka kwenye academy, ila wanaona itachukua muda wao kugrow kulingana na mahitaji yao. Lakini sasa inarudi pia kwamba uambie wakasajili wachezaji nje, wako fixed kifedha. Leo Simba hawezi kusajili mchezaji mwenye gharama milioni 700 800, ni changamoto. Au tufanye tu bilioni 1 au bilioni 1 ni changamoto. Siji kwa Young Africans utafuta mchezaji wa bilioni 1 ni changamoto. Ila wao wachezaji wenye gharama hizo wapo. Sio, unanielewa? Sio kwamba hawapo. Ila pesa kwenda kuwachukua ndio ndogo. At the end of the day, ndio maana unakuta wanakuwa na wachezaji wengi ambao ni wazuri, lakini ukiweka kwenye ile level ya competition wanapokutana na zile timu kutoka mataifa ya Uarabuni na zile timu kubwa kubwa, mnaona kama ni wachezaji wa kawaida sana. Kwa hiyo changamoto kubwa ambayo wanaipitia kwa sababu ya identity yao ambayo wako nayo ya kutokuchukua wachezaji kutoka chini kuja juu kama ambavyo Waarabu wanafanya. Basi identity yao mara nyingi ipo katika kutafuta wachezaji ambao wana kiwango bora ambao wamewaona kutoka mataifa mengine. Sasa mbaya zaidi ni kwamba mataifa ya Uarabuni kukupa mchezaji ni kitu kigumu. Sikumbuki kama mara ya mwisho sisi kuwa na mchezaji ambaye amesajiliwa kutoka mataifa ya kaskazini. Sikumbuki mara ya mwisho. Yani tumewachukua kina Musa Balakonte, wanatoka huko kaskazini. Ukimwangalia Musa Balakonte, yaani tunazungumzia mchezaji kama Imam Ashuri, tunamzungumzia mchezaji kama Trezeguet, mchezaji kama Zizou, wachezaji kama hao. Kuna mchezaji mmoja na magoli 4 nadhani sasa hivi huko Pyramids. Wachezaji kama hao, yani tunaweza tukapata kinds of player kutoka maeneo na sisi kama ambavyo wao wana kibri ya kuja kuchukua wachezaji huku kwetu. Sawa sasa ukifika hapo unaona kwamba kuna level fulani wametuacha, na ni sababu kubwa ni issue ya kiuchumi. Yani kubato nao uwanjani muda mwingine inakuwa tough kulingana na players tulionao ulinganisha na wakwao. Lakini kumbe sababu ni kutokuwa na fedha tu, yani fedha kubwa ambayo ingetusaidia na sisi tukapata players kama waliokuwa na wao. Sasa Florence, tushatambua kwamba tatizo ni kwamba sisi hatutegemei academy. Tunaona kwenye academy tutatumia muda mrefu sana mpaka project ije tulipe sisi. Sasa tunapaswa kutumia pesa ili kubato na hawa giants ambao tukienda kucheza nao kwenye michuano ya kimataifa wanatushinda kutokana na quality ya players ambao sisi tunao, na wenyewe ambao wanawafanyaje, wanawamiliki wachezaji wale. Sasa nguvu ya kiuchumi inatoka wapi? Kwa mfano, vilabu vyetu vinategemea sana gate collection. Umezungumzia issue za jezi hapo kwamba leo hii hali jezi yake inauzwa 200,000, 300,000 na kuendelea. Umezungumzia mechi watazamaji wanaingia kiwanjani wanalipa 50,000, 60,000, 70,000. Tanzania kiingilio cha juu utakuta ni 40,000. Yaani hapa tena VIP 30,000, lakini mzunguko mpaka shilingi 3,000. 40,000 hata 300 wafiki. 5,000. Sasa ukija kuangalia kwamba kumbe sababu kubwa ni uwezo wa vilabu vyetu kushindwa kupurchase wachezaji wenye quality kubwa ambao wanapatikana huko Ahli, wanapatikana Pyramids au hata Zamalek. Sasa Florence, watu wanashindwa kutofautisha kitu kidogo sana kwamba kwa mfano mtu ukisema Loic Pacome ni mchezaji mzuri ila wa daraja la kati, kuna mtu anaweza akapata changamoto kukuelewa. Lakini ukimfafanulia anaweza akakuelewa kwamba huyu Pacome huyu ambaye amesajiliwa na Yanga hajaletwa Yanga ili kubato na Namungo, kubato na KMC, kubato na Mashujaa peke yake. Sajili nyingi za kimataifa wanazofanya hawa Simba na Yanga au Azam na Singida ni wachezaji ambao wanawapigia hesabu kuja kuwasaidia kwenye michuano ya kimataifa. Sasa kama huyu Pacome unammiliki, huyu Alan Okello unammiliki, halafu kimataifa akienda kukompiti na vilabu ambavyo vina squad ambayo ni wachezaji wenye quality ya juu zaidi kuliko wao, wanaonekana kuwa wachezaji wa kawaida, impact yake utakuja kuiona anapokuwa anacheza michezo ambayo haina pressure kubwa au michuano ya ndani hapa. Sasa mtu anaweza asikuelewe, lakini kwa mantiki ndivyo inavyokuwa. Sasa vilabu vyetu, mimi nasisitiza, kama vimeona nguvu ya kiuchumi bado haviwezi kubato na hawa giants wengine ambao wanakutana nao huko juu kwenye michuano ya kimataifa, wawekeze kwenye academies. Itakuja kuwalipa japo itachukua muda. Leo hii Steve Barker amekuja ndani ya Simba, alitoka Stellenbosch project yao ambao alimkabidhi Steve Barker ilikuwa ya miaka 6. Project ikaja kuwalipa baada ya miaka 6 ndio imekuja kuanza kuwalipa. Sasa Simba na Yanga kama washaona sisi nguvu ya kiuchumi hatuwezi kwenda kuchukua mchezaji kwa bilioni 2 kumleta ndani ya kikosi chetu, mchezaji wa bilioni 5 kumleta kuja kumlipa mshahara mkubwa hatuwezi, basi tuzalishe wachezaji wetu. Leo umemzungumzia hapo Clement Mzize kwamba ndiye mchezaji wa mwisho kutoka kwenye academy ya Yanga.
Mzize thamani yake saizi ishapanda. Hata Yanga akiamua kumuuza, atamuuza bi kadhaa, pengine pesa ambayo ameshakuwekeza kwa Mzize ni ndogo kuliko pesa ambayo ataenda kumuuza kwenye soko la kimataifa. Sasa hapa umezungumzia engo nzuri sana ya Piodo Pacome Zouzoua. Yes. Kama wengine wanamuona kama mchezaji wa kawaida. Inapokutuweke sawa, wa kawaida inapokuja michuano ya kimataifa ambayo anakutana na timu zenye ubora mkubwa. I don't know nichukulie mfano gani. Lakini ni kama vile wewe upo darasani. Yes. Alafu ukawa unapata yani unapata 70 kila mtihani. Unapata 70, wengine wanapata 50, wengine wanapata 60, wanapata 40, wanapata ngapi? Wewe 70 ndo top. 70 ndo top. Yes. Sasa siku moja tunakuchukua kwenye hiyo 70 yako, tunakupeleka darasa la wanafunzi wengine ambao pia huwa wanapata 70. Yaani unaweza ukajiona ukajikuta kwenye level fulani. Sasa ile ndio level yako kiuhalisia. Yeah. Ndicho ambacho umekizungumza. Mfano mzuri sana kwa maana ya Piodo Pacome Zouzoua. Sasa nimechukulia mfano huo ili mtu mwingine asije akakumark vibaya. Yes. Kwamba inawezekana ndio mchezaji anafanya vizuri, lakini kuna baadhi ya competition yakifika anakutana na wale wachezaji ambao wapo katika level fulani ya ubora. Unaiona sasa level yake ya ubora kiuhalisia ndio hii hapa. Yes. Sio ile vizuri. Yeah. Kwa hiyo tumeiona hiyo akina Jean Charles Ahoua walivyokuwa Simba Sports Club, akina Stephane Ziziki. Yes. Kuna baadhi ya game Stephane alikuwa anazurura tu uwanjani. Ni kwa sababu ya Stephane ameingia katika level, yani ameenda kucheza na timu ambayo sasa unaenda kucheza na wale ambao unafanana nao ubora. Pale ndio utaliona daraja langu kwamba hivi kumbe mimi level yangu ipo unapojipima nao direct. Kwa sababu ukimtaja mchezaji ambaye huyu ni top level player, yani yule mchezaji ambaye yupo katika level ya ubora, ni yule ambaye ndio huo sasa nilokuambia kwamba hata sasa hivi ukiwa na uwezo wa kupata 70 katika darasa ambalo wengine wanapata 50, 20, 20 ngapi, then wewe ndio unaonekana mzuri zaidi. Siku moja tukikuchukua tukakupeleka kwenye darasa pia ambalo tukakuweka pamoja na wengine ambao wametabia kuwa wanapata hizo 70. Yes. Ndio utajiona sasa kumbe mimi level yangu ya hii 70 naipata, yani nipo katika level za 70 kwa sababu nipo katika darasa fulani. Yes. Ila nilivyotoka kwenye ile darasa nikaja kwenye ile darasa ambalo wengine pia wanapata 70, umejiona kabisa sasa kwamba mimi level yangu mimi bado. Yes. Hii 70 nini kwa sababu nipo kwenye ile darasa, lakini nimefika huku nimeshuka chini kidogo, wengine wamepanda juu. Sasa ndicho ambacho kimekuwa kikizikuta timu zetu. Na yani utazunguka Aloysi Sagala, utafanyaje, lakini unarudi pale pale tu. Vitu ni viwili. Yes. Yani sasa tu summarize. Vitu ni viwili ambavyo kwa research ndogo ukivifanya utagundua kuhusiana na Simba na Yanga kushindwa kufanya vizuri. At the end of the day tunafika sehemu tunaanza kupiga hesabu za vidole. Bwana fulani akimfunga fulani sisi fulani, wakati huo tunazungumza Pyramids, Al Ahly Nations tayari wao wameshahesabu wako robo finali. Wanaenda kucheza game za mwisho. Yani sasa inaanza kuwa consistency. Mfano kwa Pyramids consistency. Kwa Al Ahly hiyo niko consistency yake. Unatafuta achana na sababu za kwamba sio kutumia uwanja wa nyumbani na vitu vingine, lakini unakuja kiutendaji uwanjani iko vipi? Gap lao na sisi liko vipi? Unarudi tu kwenye timu identity yao. Kwamba Al Ahly wao wachezaji ambao bora mnasema Al Ahly ana wachezaji wazuri sana kutuzidi sisi. Ni kwa sababu amewekeza zaidi katika akademi yake ambayo inampa wachezaji wengi wazuri. Anawatumia katika timu tena pasipokuwa na kikomo cha aina yoyote. Sio vizuri. Alafu baadaye anaanza kutafuta kwamba hili gap siwezi kutumia mchezaji wa academy. Kwa level hii ya mashindano nilionayo, natakiwa nipate mchezaji mwenye level hii ya ubora. Maana yake ndio unaona anatoka anaenda Australia, anaenda Ujerumani, anaenda wapi? Anachukua wachezaji ambao wana thamani kubwa mno. Yani wana thamani kubwa bilioni 20. Kuna yule El Shawati yule kipindi alikuwa ni Shawati El Shawani sio Shawati yule mwenye minyole mingi El Shawati ambaye tuliambiwa thamani yake ni bilioni 20 nakumbuka. Sio naelewa vizuri. Bilioni 20 bro ni bajeti ya timu fulani msimu uliotoka kumalizika. Sio naelewa vizuri. Sasa fikiria hiyo level amefikiaje ya kufikia hatua ya kutafuta wachezaji ambao wana thamani kubwa. Ni kutokana na investment, yani tunasema financial investment kubwa iliyofanyika kwenye timu. Chochote ambacho kinaweza kikaingizia pesa timu, wao wanakifanya. Jezi yao ni kukupa mfano, jezi yao ina thamani ya shilingi 300,000 400,000. Jezi moja ambayo sisi huko kileta kwa winga wa Kariakoo anakuuzia shilingi 5,000 6,000. Sasa jiulize hiyo ameitoa wapi ambayo anakuja kuuzia shilingi 5,000? Hapo kufanyia free delivery. Free delivery ambayo kule unaiona kabisa hadi wameiandikia jina kwamba wameiandikia fedha ambayo inauzwa hiyo jezi.
Ukitoka uwanjani unakuta kiingilio 80 90 game moja mtu anaenda kuangalia na mashabiki ni wengi wanaenda kuangalia. Hapo umezungumzia tu kwenye jezi pamoja na viingilio. Haujafika kwenye masuala ya siji zile nini wanavaa zile scarf zinakuwa na logo. Kuna watu wananunua jezi zile za staffs, zile track suits. Yani kila kitu mtu ana bendera hadi ya timu, vitu vingi sana. Sasa ukivijumuisha vyote unakuta timu ina uwezo mkubwa sana wa kiuchumi. That's why inaenda sehemu inachukua wachezaji wenye thamani ya bilioni 20 inawekeza. Ndio maana wasipofika finali Champions League na kuchukua ubingwa wanafukuza kocha kwa sababu amewafelisha. Maana investment ni kubwa, matokeo yake haya. Sasa hiyo consistency yao hiyo wanavyoendelea kufanya hivyo ndio kitu ambacho kinawavutia hata wawekezaji wengine waendelee kuwekeza kwenye vilabu vyao. Kwa hiyo ukimuona Hersi anapambana sana kuifanya Young Africans endelee kuwa timu tishio na timu bora Tanzania, ni kwa sababu pia anapambana kwa ajili ya kuifanya Yanga watu watamani kuja kufanya kazi na Yanga. Watu wakitamani kuja kufanya kazi na Yanga ndipo ambako nao pia wanapata fedha ambazo sasa zitawawezesha kutafuta wachezaji wenye kama kina Trezeguet, kina Zizu, sio kina nani. Yaani hao wachezaji ambao wana thamani kubwa waje wacheze kwenye timu yao ili timu ifanye vizuri kama ambavyo wanahitaji, kwa sababu pia timu haina tabia ya kutafuta wachezaji kutoka chini kuwaleta juu. Sio identity yao. Na ni ngumu kusema wataanza leo, watamaliza lini. Kwa hiyo wanaweza wakaanza lakini ikawachukua muda mrefu kuja kufanya, kwa sababu walikuwa na nafasi pia ya kufanya hivyo. Kwa hiyo kama utamaduni wenu umekuwa ni kutafuta wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini mkiangalia level za wachezaji mnaowasajili wana uwezo tu wa kuja kushindana ndani, sio kushindana nje. Ndio hayo nilokuambia 70 na 70, 70 50 50 ukituchukua ukatupeleka kwenye 70 ya nje na wengine unaanza kuona kumbe huyu level yake ya ubora ni ya kawaida sana. So hata kwa Pierdo Pacome Zouzoua ni mchezaji mzuri sana, top players, lakini atakapokutana na timu ambazo zipo katika ubora wa hali ya juu, sio tena uwezo wa mchezaji mmoja, bali unakuta ile hata uwezo wa timu nzima unakuwa huko chini, afu wale wanang'ara zaidi yenu. Ni kwa sababu pia ya uwezo wa wale ambao mnaenda kucheza. Ndio maana hata Pacome unaanza kuona leo Pacome amecheza kawaida sana. Ndio amecheza kawaida kulingana pia na wapinzani walienda kukutana nao. Ukiachana na game approach ya mwalimu, vitu vingine ni mpinzani alienda kukutana naye, kakutana na wenzake wa 70 ndio maana unaona mbona level yake. Sasa hiyo imaanishi uweke akilini kwamba Pacome ni mchezaji wa kawaida. Tukikutana naye yule wa kawaida sana. Hamna. Yaani ni kwa sababu Pacome amekutana na ambao wana uwezo mzuri kumzidi. So ambacho huwa kinabaki ni form ya Pacome. Anaweza akacheza vizuri licha kukutana na players, lakini pia asicheze vizuri. Je, unarudisha consistency yake imekuwaje pindi anapokutana na watu? Kwamba amekuwa na in and out, kwamba kila akikutana na watu still bado anacheza vizuri lakini hacheza vibaya. Anacheza vizuri, maana yake bado sio mchezaji mwenye daraja ya juu sana. Ila vipi akikutana nao kila siku? Hapana, consistency yake bado iko vile vile. Amekuwa bado anacheza katika kiwango chake cha ubora, basi huyo ni huyo tunasema ni top player. Sasa ndicho ambacho tulikuwa tuna umeongea vizuri sana. Kwa Florence, mimi nataka tuhitimishe tu hapa kwa maneno machache sana kwamba pasipo hivi vilabu vyetu kutengeneza pesa za kutosha kwenda kusajili wachezaji wa daraja la juu kimataifa, tutabaki kubahatisha kwa sababu Yanga alishafika. Identity yetu sio kuchukua wachezaji kutoka chini. Identity yetu ili timu ipendeze ni kuchukua wachezaji kutoka nje. Sasa ndo nasema hapo, kama uchumi wetu bado tutakuwa tunaleta wachezaji wazuri wa daraja la kati na sio wazuri wa daraja la juu kwenda kukompiti na wa Ahli, Zamalek na vilabu vingine kutoka kaskazini mwa Afrika, hata Mamelodi Sundowns, vilabu vyetu vitaendelea kubahatisha na kufanya hizi hesabu za vidole kwenye kila hatua. Yaani tusipokuwa na nguvu ya kiuchumi vilabu vyetu vitaendelea kubahatisha kwenye michuano ya kimataifa. Sijui kama umenielewa. Kinachozi affect timu zetu si Simba na Yanga, achana na Azam. Hebu angalia Azam, wana wachezaji wao wamewatengeneza, ndio wengine wanaenda Sweden. Ndio maana umemwona Young Africans wameanzisha ile Yanga Soccer School. Yaani target afu walivyomaliza wakatengeneza ushirikiano wao na klabu ya Sevilla. Kwa hiyo faida nyingine sio issue tu ya kibiashara. Pia huyu mchezaji akikuwa hata sisi tunaweza tukamtumia. Tunaweza tukamchukua tukampeleka nje, baadaye tukamhitaji, sababu wale wachezaji wakitoka pale wale ile nani ya Sevilla wao ndo wanawachukua. Then wanaweza kwa maana ya baada ya kuwafundisha ndani wanawapeleka sasa nje wakapate mafunzo exposure zaidi kama ambavyo Azam wanafanya. Tuliwahi kusoma kupitia kuwaelekeza tukuhusiana na zile academy mbalimbali. Kuna ile moja Generation Foot tulielezea, si right to nini zile ya Patrick Evra na vitu vingine. Sasa ukishachukua huku kapeleka kule nje,
bado anakuwa ni mali yako. Sasa wale wa nje kule wanaweza wakasema bwana huyu mchezaji mzuri tunaomba tu chukue. Kwa kuna fedha inakuja kwenye klabu, lakini mnaweza mkasema no, huyu bwana huyu amchukue. Tunamhitaji. Leo Azam FC angalia timu yao. Azam imetupa Aishi Salum Manula, Azam imetupa Shomari Kapombe, Azam imetupa John Boko. Azam hii ndio hii imetupa Pascal Msindo, Mudathiri haya basi. Ndio hii Azam. Yaani ukija ukafuatilia national team yetu, wachezaji wengi sana fuatilia wametoka kwenye academy za Azam FC. Lakini still bado Azam hawafanye vizuri kimataifa. Yaani sio naelewa vizuri. Yaani kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukaviweka ukakuja ukagundua inaweza ikakupasua kichwa. Sasa kwa Simba na Yanga huko Azam tuache. Ukija kwa Simba na Yanga tayari team identity yao kwa maana katika ile karba na tunasema karba ya kutafuta wachezaji wana tabia ujenzi wa timu zao safi neno zuri. Ujenzi wa timu zao unahitaji sana wachezaji kutoka nje. Yaani kutoka nje ya timu yao. Inawezekana ninazungumzia nje ya Yanga yenyewe. Sio unanielewa? Yaani nje ya Yanga yenyewe kwa maana nje ya academy ya Young Africans. Kwa maana ya kwenye wachezaji 11 wengi wao wamesajiliwa kutoka Mtibwa na Mungo, sijui JKT Tanzania, Aseki sijui Poland huyu sijui wapi, ndio muunganiko wa Yanga umoja unaoipata. The same kwa Simba Sports Club. Sasa kama mmeshajua nyinyi mko hivi na mjaamua kuwekeza kwenye academy, ndo hapo tunarudi sasa kwamba mnapaswa sasa ili mfanye vizuri kimataifa, hakikisheni mnatengeneza nguvu kubwa sana ya kiuchumi itakayowapa fursa ya kutafuta wachezaji kutoka nje ambao ni wazuri. Yaani nje, nikisema nje namaanisha nje ya timu yenu wenyewe. Kwa maana ya nje ya Simba Sports Club Academy ambayo hamchukui sana, Simba na Yanga Academy ambayo hamchukui sana wachezaji. Kwa maana ya kama mtakuwa na fedha vizuri mtapata mchezaji JKT, mtapata mchezaji Namungo, sijui Azam FC. Lakini kama mna fedha pia vizuri, muende zaidi sasa nje ya Tanzania. Sababu huku mnaweza mkapata wachezaji, mfano leo Simba Swananangu, mchezaji mzuri. Wamempata Yakubu Suleiman kabla ya kupata majeraha. Sana cheza vizuri. Sasa kwa Young Africans kina Dickson Job ametoka wapi? Mtibwa, si ndio? Wakina Mohamed Hussein ametoka Simba Sports Club. Akina Ibrahim Muhammad Bakas wametoka pale Zanzibar, si Damaro Kamara, sio kina nani. Sasa tunachozungumzia ni kwamba kama Simba na Young Africans zimeshajua kwamba identity yao, kwamba timu identity yao katika swala la ujenzi wa timu zao ni kutafuta wachezaji kutoka nje ya nembo yao, kwa maana ya ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania ili muweze kukompiti vizuri kimataifa. Hakikisheni sasa mna nguvu kubwa ya kiuchumi itakawapa fursa ya kupata mchezaji yoyote yule mnamtaka, sababu ndivyo ambavyo ujenzi wa timu zenu ulivyo. Umemaliza kila kitu bwana. Huyu alikuwa ni Florence Lenatus, langu jina ni Alois Sagara. Tumeweza kukupatia sababu nzuri kabisa. Nao unakaribishwa kwenye mjadala huu ambao ulikuwa umenoga kweli kweli. Nao ukatupatia ni sababu zipi ambazo unaziona zinapelekea vilabu vyetu hivi vya Tanzania vinavyoshiriki michuano ya kimataifa kwa maana ya Simba, Yanga, Azam, Singida na vingine kushindwa kufanya vizuri, na tunafikia kama vile tunabahatisha hivi na kufanya hesabu nyingi sana za vidole kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Langu jina ni Alois Sagara, nyuma ya kamera alikuwa ni Mr. Paco. Bye bye.